Hii ni simulizi ya kusisimua yenye mchanganyiko wa siri, maagano ya kale na vitu vya kutisha. Katika dunia hii, kuna vitu tunaviona na vingine vinatutazama bila sisi kujua. Kuna amri ambazo ukizivunja, unaitafuta njia ya kaburini ukiwa bado hai. Juma hakujua kuwa usiku ule wa giza totoro, maisha yake yangegeuka kuwa jinamizi lisiloisha. Karibuni katika simulizi hii ya kusisimua. Nilimwona mzimu makaburini. Juma alikuwa kijana mpole lakini mwenye upweke mwingi. Baada ya vifo vya ghafla vya wazazi wake, alibaki kuwa mrithi pekee wa jumba kubwa la kifahari lililojaa giza na ukimya. Lakini urithi huo haukuja bure. Kabla baba yake hajatoa pumzi ya mwisho, alimshika mkono Juma na kumnong'oneza kwa sauti iliyojaa hofu. Juma mwanangu, nyumba hii ni yako. Lakini sikia sharti hili. Usithubutu kunywa pombe, wala kumleta mwanamke yoyote ndani ya kuta hizi. Ukikiuka utawasha moto usiozimika. Juma aliishi kwa nidhamu, akifanya kazi ya uvuvi ili kujipatia riziki. Maisha yake yalikuwa ni bahari na kuta 4 za nyumba ya urithi. Siku moja, jua likiwa linaaga upeo wa macho, Juma akiwa na rafiki zake baharini, aliona kitu kiking'aa ndani ya maji. Kilikuwa ni sanduku dogo la chuma lililochakaa. Alilifungua kwa siri na ndani yake kulikuwa na pete ya dhahabu yenye kito cheusi kinachovuta macho. Bila kufikiri mara mbili, Juma aliificha pete ile. Alipofika nyumbani, aliivaa. Pete ilikuwa imemkaa vizuri sana, lakini mara tu ilipoingia kidoleni, chumba kilipata ubaridi usio wa kawaida. Juma alijitazama kwenye kioo na kutabasamu, hakujua kuwa amevaa pingu inayomuunganisha na ulimwengu wa mizimu. Usiku wa tukio ulifika. Rafiki yake wa karibu alikuwa anafanya sherehe ya ndoa. Kwa shinikizo la marafiki na furaha ya harusi, Juma alisahau sharti la baba yake. Alikunywa pombe kiasi cha kupoteza fahamu za kiungwana. Akiwa anarudi nyumbani usiku wa manane, njia yake ilipita katikati ya makaburi ya kale ya kijiji. Pete mkononi mwake ilianza kupata moto. Ilikuwa ikitoa ishara, ikimvuta kuelekea upande mmoja wa makaburi. Sauti ya mbwa akibweka kwa mbali, sauti ya nyayo zikikanyaga majani makavu. Ghafla, Juma alisimama. Macho yake yaliyokuwa yamejaa ukungu wa pombe yaliona kitu. Katikati ya makaburi mawili makubwa, kulikuwa na kiumbe kimesimama. Kilikuwa kimevaa sanda nyeupe iliyojaa madoa ya damu na udongo. Lakini cha kutisha zaidi, yalikuwa ni macho yake ya rangi ya damu yaliyokuwa yakimkodolea Juma. Mapigo ya moyo ya Juma yalianza kwenda mbio kama ngoma ya vita. Pombe yote ilimtoka kichwani kwa sekunde moja. Alijaribu kugeuka na kukimbia, lakini miguu ilikuwa mizito. Mzimu ule ulianza kucheka, kicheko cha kishindo kilichovuruga utulivu wa usiku. Juma alikimbia kwa nguvu zake zote mpaka akafika ndani ya nyumba yake. Alijifungia milango na madirisha, akitapa kwa hofu. Akiwa anashika kifua chake akijaribu kuvuta pumzi, alihisi kiganja cha mkono wa baridi sana kikimgusa begani kutokea nyuma. Alipogeuka kwa hofu, alikutana uso kwa uso na yule mzimu wa makaburini ukiwa umesimama ndani ya chumba chake. Macho yale mekundu yalikuwa karibu sana na uso wake. Juma alipiga yowe la mwisho na kupoteza fahamu. Juma alizinduka asubuhi akiwa na maumivu makali ya kichwa. Hakumbuki kila kitu, lakini jambo moja ni la kweli. Pete ile bado ipo kidoleni mwake na haitoki. Je, nini hatma ya Juma? Je, yule mzimu ni nani na una uhusiano gani na pete hiyo? Na kwa nini baba yake alimkataza pombe na wanawake? Usikose sehemu inayofuata. Subscribe na ubonyeze kengele ili uwe wa kwanza kujua siri hii ya kutisha.